الحمد لله الذي فاضل بين الليالي والأيام فجعل 10 ذي الحجة خير الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu na mtume wetu Bwana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tukiwa tumekutana katika juma lingine, unwani ya khutba ambayo tutaizungumzia leo inasema afdalu ayami dunia, bora ya masiku ya dunia, ama masiku ya dunia yaliyo bora zaidi. Siku zote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni zake na yeye aliyoziumba, lakini amefadhilisha baadhi kutokamana na baadhi, kama vile alivyofadhilisha zama kutokamana na zama, na kama vile alivyofadhilisha viumbe kutokamana na viumbe wengine. Hiyo ni kazi yake mwenyewe Mola Subhanahu wa Ta'ala. Tukiwa tumeingia ndani ya mwezi wa Dhulhijja ambao ni miongoni mwa miezi mitukufu aliyoitukuza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia tuko ndani ya masiku ambayo ni bora, masiku aliyotukuza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nayo ni masiku 10 katika masiku 10 ya mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja. Masiku haya ni mfano wa zawadi ama ofa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa viumbe vyake, hususan katika umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tukiangalia umma zilizotangulia kuanzia umma wa Nabii Adam mpaka kufikia umma wetu, wenzetu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa amewaumba wakiwa na miili mikubwa, wakiwa vile vile wanaishi umri mrefu. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaanza kubadilisha, kupunguza umri na kupunguza umbo la viumbe vyake mpaka tukafikia sisi tukawa ni vijitu vidogo vidogo, tunaishi umri ambao ni mdogo vile vile. Kama Mtume alituambia a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun ma yujawizu dhalik, asema umri wa umma wangu, umri wao itakuwa ni baina ya miaka 60 na 70, lakini kuna wachache ambao watazidisha hiyo, watakuwa na umri zaidi ya hiyo 60 na 70, lakini ni wachache. Wengi wao ni mabaina 60 wa 70, na ndio sisi ni wachache sana ambao wanazidisha zaidi ya huo umri wa miaka 60 ama 70, lakini wengi wao hawafikishi. Na hata sisi waliofikisha wamebahatika, na kina sisi ambao hatujafikisha hatujui kama tutafikisha. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatoa ofa hizi ili umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nao uweze kushindana na kulingana na ule umma ambao umetangulia waliokuwa wanaishi umri mrefu. Sasa umri wa miaka 60 ama 50 40, lakini uweze kupata amali za mtu aliyeishi zaidi ya miaka 1000, lakini umeishi miaka 40 50, lakini matendo yako ni ya mtu ambaye ameishi miaka zaidi ya 1000. Hii ni ofa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwetu sisi tuweze kupata daraja kama hizi.
na ndio maana tukaekewa masiku matukufu, miezi mitukufu, ili tuweze kukithirisha kufanya ibada, tuweze kushindana ama tuweze kuwashinda haswa wale walioishi miaka zaidi ya 1000. Sasa haya masiku ni miongoni mwa ofa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwetu sisi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyatukuza sana masiku haya, na mwenye kukithirisha kufanya ibada ama jambo lolote la kheri, basi malipo yake vile vile ni ya ziada. Lakini pia mwenye kukithirisha ama mwenye kufanya jambo ovu, vile vile malipo yake itakuwa ni ya ziada. Si kwamba Mwenyezi Mungu analipa jema malipo ya ziada peke yake, hapana. Wewe unapomkosea Mwenyezi Mungu ukafanya maasi ya ndani ya miezi kama hii ama ndani ya siku kama hizi, fahamu vile vile kwamba malipo yako nayo pia yatakuwa ni ya ziada. Yale maovu utakapokuwa umeyafanya unalipwa kwa ziada. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama tulivyotangulia, ameyatukuza masiku haya 10. Kwa nini kuyatukuza Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuyatukuza kwake, kwanza kabisa yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweza kuapa na masiku haya, na kiapo chochote anachoapa Mwenyezi Mungu kutumia kitu fulani, basi kile kitu huwa chaonyesha kwamba kina daraja kubwa, kina cheo kikubwa. Ndio maana Mwenyezi Mungu akakitumia kiapia, na ndani yake vile vile huwa kuna mazingatio. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameapa na haya masiku 10 ndani ya Qur'an al-Karim, akasema bismillahir rahmanir rahim, wal fajri wa layalin ashir. Hapa Mwenyezi Mungu ameapa na alfajiri, kisha akaapa na masiku 10. Hakusema yeye ni masiku gani, alisema tu wa layalin ashir na masiku 10. Lakini tukurudi kwa wanazuoni, ulama tafsiri wanatuambia kwamba al-maqsudu bilayali na ashri, makusudio ya Mwenyezi Mungu kusema anaapa na masiku 10, akasema hiya al-ashru dhil-hijja, ni masiku 10 ndani ya mwezi wa mfungo 5. Kwa hivyo walayali na ashri, wanazuoni wanatufahamisha kwamba hapa Mwenyezi Mungu ameapa na masiku 10 katika mwezi wa mfungo 5. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hapa ameapa na haya masiku, jambo la mwanzo kuonyesha utukufu wake. Jambo la pili, masiku haya 10 ndiyo masiku ambayo Nabii Musa alayhi salam aliweza kufunga baada ya kuamrishwa na Mwenyezi Mungu afunge siku 30. Alifunga siku 30. Wanazuoni wanatuambia kwamba siku 30 hizi zilikuwa ni katika mwezi wa Dhulqaada, mwezi wa mfungo 2. Lakini Nabii Musa baada ya kufunga siku 30 akaona harufu ambayo si nzuri, na atakwenda kukutana na Mola wake. Akaona kwamba hii, mimi kama nitakwenda namna hii nitakwenda kumkirihisha na kwenda kumuudhi Mola wangu. Akapiga mswaki. Kupiga kwake mswaki, Mwenyezi Mungu akamlaumu, kwa nini kupiga mswaki? Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamuongezea siku 10 ili kukamilisha zile siku, badala ya siku 30 ziongezeke 10 ziwe ni siku 40. Wanazuoni wanatuambia zile siku 10 alizoongezewa Nabii Musa zilikuwa ni katika mwezi wa mfungo 5. Ni katika hizi siku 10 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusema wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 laila. Tumemwamrisha, tukahidiana naye kwamba aweze kufunga siku 30, akafunga. Lakini kwa kile alichokifanya Mwenyezi Mungu asema tukamtimizia, tukamwambia kwamba atimize kwa kuongeza siku 10 ili zikamilike ziwe ni siku 40. Kwa hivyo hizi pia ni siku ambazo Nabii Musa alayhi salam aliweza kuamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuzifunga. Jambo la tatu,
siku hizi ni kwamba akmalallahu dina fiha, Mwenyezi Mungu aliweza kuikamilisha dini ndani ya hizi siku 10. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliweza kuikamilisha dini ndani ya hizi siku 10 katika mwezi wa mfungo 3, na ilikuwa ni siku ya Arafa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Al-Qur'an Al-Karim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Leo nimewakamilishia dini yenu. Dini yenu leo nimeikamilisha na nikatimiza ama nikawatimizia neema zangu na nimewaridhia nyinyi kuwa Waislamu. Aya hii ikishuka ilikuwa ni siku ya Arafa na ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Mwenyezi Mungu ameteremsha aya hii kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na baada ya aya hii kuteremka, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuteremsha tena amri wala katazo. Hii ndio ilikuwa imefunga. Hakuteremka tena sheria ya aina yoyote ya kuamrisha wala ya kukataza, kwa sababu Mwenyezi Mungu alikuwa ashatangulia kwamba al-yawma akmaltu lakum dinakum, dini yenu leo nimeikamilisha. Sasa labda angeliteremsha amri ama katazo baada ya aya hii, ingelionyesha kwamba ilikuwa bado haijakamilika ile dini. Ndio maana akateremsha amri nyingine, lakini kwa sababu ilikuwa imekamilika, hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuteremsha kitu kingine. Jambo la 4 kuonyesha utukufu wa masiku haya ni kwamba al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah, jambo jema ndani ya masiku haya, jambo hili huwa linapendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo jema analolifanya Muislamu ndani ya hizi siku 10, jambo hili basi litakuwa linampendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam al-Baihaqi na al-Imam ad-Darimi, hadithi ambayo amesimulia Ibn Abbas radhiallahu anhuma, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii, ma min amali, hakuna amali yoyote katika amali njema, azka, amali ambayo huwa imetakasika zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, azka inda Allah, wala a'zam ajran, wala hakuna amali ambayo ina malipo makubwa zaidi anayoifanya mwanadamu siku kama hii, min khairin ya'maluhu fi ashri dhilhijja, kuliko jambo atakalokuwa amelifanya Muislamu ndani ya haya masiku 10. Yani hakuna amali njema atakayoifanya mwanadamu ama Muislamu ndani ya masiku haya, amali ile ikawa imetakasika zaidi kwa Mwenyezi Mungu, na amali ile ikawa bora zaidi na anayoipenda zaidi Mwenyezi Mungu kuliko ile ambayo ataifanya ndani ya haya masiku 10. Kwa hivyo jambo lolote jema atakalolifanya Muislamu ndani ya haya masiku 10, jambo hili huwa ni bora zaidi, jambo hili huwa analipenda zaidi Mwenyezi Mungu, na jambo hili huwa limetakasika zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hakuna jambo jema atakalolifanya Muislamu jambo hili likawa linapendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu kama lile atakalolifanya ndani ya haya masiku 10. Na vile vile katika hadithi nyingine aliyopokea al-Imam al-Bukhari, hadithi ambayo amesimulia Ibn Abbas radhiallahu anhuma, asema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ma min ayamin,
hakuna katika siku miongoni mwa masiku al-amalu salih fiha ahabu ila Allah, amali njema ambayo itakuwa ni bora zaidi kwa Mwenyezi Mungu min hadhihi al-ayami, kuliko siku hizi. Yani katika matendo ya mwanadamu hakuna matendo ambayo atayafanya katika masiku na matendo yale yakawa ni bora zaidi kuliko matendo atakayoyafanya ndani ya siku hizi 10 katika mwezi wa Dhulhijja. Masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim wakastaajabu kwa maneno haya ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, kwamba hakuna amali ambayo itakuwa bora zaidi atakayoifanya Muislamu, amali njema ikawa bora zaidi kuliko amali atakayoifanya ndani ya masiku kama haya. Wakastaajabu, wakamuuliza, ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah, kwa sababu wao jihadi ni ibada ama ni amali ambayo ina daraja kubwa sana. Sasa wakamuuliza, ya Rasulullah, hata jihadi mtu kwenda kupigania dini ya Mwenyezi Mungu pia atashindwa, ama pia daraja ya jihadi itakuwa chini kuliko amali njema atakayoifanya mtu katika masiku 10 ndani ya mwezi wa Dhulhijja? Hata jihadi pia inashindwa? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawajibu masahaba akawaambia, wala jihadu fi sabilillah, hata hiyo jihadi mnayoiona uzito ama mnayoiona kubwa pia inashindwa na amali njema anayoifanya mja ndani ya masiku 10 katika mwezi wa Dhulhijja. Jihadi haingii kwa amali njema atakayoifanya Muislamu ndani ya masiku 10 katika mwezi wa Dhulhijja. Lakini Mtume sallallahu alaihi wa sallam hapa akasema, illa rajulun, isipokuwa katika hiyo jihadi, ili aweze kumshinda yule ambaye ametangulia kufanya amali njema katika masiku 10 ndani ya mwezi wa Dhulhijja, ili amshinde huyo ambaye atakuwa amekwenda katika jihadi, awe ni mtu ambaye kharaja binafsihi, ametoka kwa nafsi yake yeye mwenyewe, ametoka kwenda katika kupigania dini ya Mwenyezi Mungu, wa mali, na akatoa na mali yake yeye mwenyewe, amejitolea akaenda katika ile jihadi, na akajitolea vile vile akatoa na mali yake ambayo itatumika ama ingetumika katika kuipigania ile dini ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ametoka yeye mwenyewe binafsi, kisha akatoa na mali yake, thumma lam yarji fi dhalika bishay, kisha kisirudi chochote katika hivi vitu viwili. Yeye mwenyewe aliyetoka asirudi, na mali yake aliyoitoa nayo pia isirudi. Ikiwa itatokea mtu wa namna hii ametoka kwenda katika jihadi, akatoka yeye mwenyewe na akatoa na mali yake, yeye mwenyewe akauawa katika njia hii aliyotoka, njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mali yake nayo yote ikatokomea, ikamalizika. Kwa hivyo hakukurudi chochote baina yake na baina ya ile mali aliyoitoa. Huyu sasa ndiye atakayekuwa amemshinda yule ambaye amekaa kitako ndani ya masiku haya 10 katika mwezi wa Dhulhijja kufanya ibada. Lakini kama atatoa mali peke yake, yeye mwenyewe amekaa nyumbani, hata ile mali ikakosa kurudi, bado atakuwa hajamfikia huyu aliyekaa kufanya ibada ndani ya haya masiku 10. Ama ametoka yeye mwenyewe hakutoa mali na akarudi pia pengine, ama hata kama atauawa yeye, lakini kwa sababu hakutoa na mali yake, ametoka yeye peke yake, bado atakuwa vile vile hajamshinda yule ambaye amekaa kitako kufanya ibada ama kufanya jambo lolote la kheri ndani ya mwezi wa mfungo 3 katika haya masiku. Kwa hivyo inaonyesha kwamba haya ni masiku ambayo ni matukufu, masiku ambayo tunafaa kuyapatiliza. Si masiku ya watu kukaa kwenye vibaraza na magenge kuzungumza haya na yale yasiyokuwa na maana. Ni masiku ambayo tunafaa kuyapatiliza.
mtu ametoa mali yake na amekwenda na yeye mwenyewe, kisha vitu vyote hivyo vikapotea, ndio atakuwa amemshinda yule mtu ambaye amekaa, ima amesoma Al-Qur'an Al-Karim, ameleta istighfar, ameleta adhkar, ama amefanya ibada ya aina yoyote katika haya masiku kumi. Kwa hivyo ni masiku ambayo yana daraja kubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na sisi kuyapatiliza ni jambo muhimu sana. Katika jambo la tano kuonyesha ubora wa haya masiku ni kwamba annafiha yaumu Arafa, ndani ya haya masiku kuna siku ambayo ni ya Arafa, siku ya Arafa, siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameikamilisha hili kama tulivyotangulia kusema, na habari zake siku hii inshallah tutakuja kuizungumza Mwenyezi Mungu akitupa uhai juma linalokuja. Na pia ndani ya haya masiku kumi kuna siku ambayo ni siku ya an-nahri, yaumun nahri, siku ya kuchinja ambayo ni siku ya 10 katika mwezi wa Dhulhijja. Hii nayo vile vile ni siku tukufu katika masiku haya, kwa sababu ni siku ya watu kujikurubisha kwa Mola wao. Kila mmoja aweze kujikurubisha kwa Mola wake kwa kuchinja nyama, na kuchinja kuna fadhila kubwa sana. Lau kama tungelikuwa tunajua fadhila hizi na kwamba kweli sisi tunahitaji fadhila za Mola wetu, basi kila mmoja asingekosa kuchinja. Kwani mbuzi imesangana? Mbona tufanya makubwa ya uruzi yasiokuwa na maana na kutoa mapesa yetu, lakini ikifika kutoa pesa kwa ajili ya kuchinja mnyama kwa ajili ya kujikurubisha kwa Mola wako, sisi tunaona uzito, nyoyo zetu zaona uzito. Lakini lau tungelikuwa tunajua na tungelikuwa kweli twataka fadhila za Mola wetu, basi tusingeacha kuchinja. Miongoni mwa fadhila za kuchinja siku ya 10 katika mwezi wa Dhulhijja, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anatuambia katika hadithi ambayo ameisimulia na Aisha radhiallahu anha, hadithi ambayo ameipokea al-Imam Tirmidhi, asema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ma amila adamiyun, hakuna amali ambayo ataifanya mwanadamu yauman nahri, siku ile ya kuchinja ambayo ni siku ya 10 katika mwezi wa Dhulhijja, hakuna amali ambayo ataifanya mwanadamu katika siku hii ya 10 ndani ya mwezi wa Dhulhijja, ahabu ila Allahi, amali ambayo anaipenda zaidi Mwenyezi Mungu. Kama wewe utaswali tu, sawa swali, utakuwa sadaka, sawa toa sadaka, lakini amali ambayo anaipenda zaidi Mwenyezi Mungu siku kama hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakuna amali iliyo bora anayoipenda zaidi Mwenyezi Mungu siku kama hii min ihraqi dami, kuliko kumwaga damu. Kumwaga damu ni maana kuchinja. Kuchinja siku kama hii ni amali ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaipenda mno, anaipenda zaidi kuliko ile swala ambayo utaswali, kuliko ile sadaka ambayo utatoa, kuliko jambo jema lolote utakalolifanya. Lakini ikiwa sio kuchinja, basi Mwenyezi Mungu atalipenda kama tulivyotangulia katika hadithi zake nyingine, lakini atakayoipenda zaidi na zaidi ni kuchinja siku kama hii. Asema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa innaha, hakika kile kichinjo atakachokichinja mwanadamu siku kama hii, la taati yauma alqiyamati bikuruniha, siku ya kiyama kichinjo chako utakachokuwa umekichinja kitakwenda mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kikiwa kina pembe zake, kama umemchinja mnyama ambaye ana pembe.
basi atakwenda kwa Mwenyezi Mungu mnyama yule akiwa vile vile alivyokuwa kabla wewe hujamchinja, akiwa na pembe zake, wa sha'ariha, na yale manyoya yake atakayokuwa nayo aliyokuwa nayo, wa adlafiha, na kwato zake alizokuwa nazo, yani atakuwa vile vile alivyokuwa kabla wewe hujamchinja. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anakwambia, wa inna dama, na hakika ile damu ya mnyama yule utakapokuwa unamchinja, asema la yakau bimakani, damu ile itatona mahala maalumu alipopaandaa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kabla an yakaa ala al-ardhi, kabla ile damu haijatona kwenye ardhi. Sasa cha kushangaza ni kwamba wewe mnyama umemweka chini ya ardhi, umemweka kwenye ardhi, lakini wakati wa kumchinja lile tone la damu halitotona pale kwenye ardhi kwanza. Hapana, halitoni pale kwenye ardhi kwanza, litatona mahala ambapo Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala ameandaa mahala hapo kwa ajili ya damu kama hiyo. Sasa kwanza itatona mahala hapo, kisha ndipo itone chini ya ardhi mahala ulipomweka yule mnyama. Sasa hii ni kuonyesha fadhila na utukufu wa huyu mnyama. Mwenyezi Mungu ameandaa mahala special kwa damu ya mnyama wako ambaye utamchinja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fatibu biha nafsa, basi jambo hili lifanyeni kwa roho safi, roho zenu zifunguke ziwe safi, mtafute mnyama wa kisawasawa kwa ajili ya sadaka zenu kama hizi. Sio utafute kijinyama cha wasiwasi, utafute yule ambaye amekonda kwa sababu utampata kwa bei rahisi. Utafute mnyama aliyekonda kwa sababu umpate kwa bei rahisi. Lakini lau kama ingelikuwa ni wako wewe wa kuchinja kwa ajili ya kula, usingemtafuta mnyama kiasi kama hicho, usingemtafuta mnyama aliyekonda kiasi kama hicho. Lakini fahamu huyu mnyama ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe wajikurubisha kwa Mola wako. Kwa nini usimtafutie Mola wako mnyama mzuri, mnyama aliyeshiba vizuri? Utafute mnyama aliyekonda kwa sababu gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, fatibu biha nafsa, kichinjo hiki kichinjeni kwa roho safi, kitekelezeni kwa roho safi, mtafute mnyama wa kisawasawa, mnyama ambaye ni mzuri kwa ajili ya kujikurudisha kwa Mola wenu. Sasa hii ni siku ambayo ikiwa Muislamu atajikurudisha kwa Mola wake kwa kichinjo kama hiki, basi atakuwa amefanya ibada anayoipenda mno zaidi Mola Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia ndani ya masiku haya yamekuwa bora kwa sababu ya kukusanyika ibada nyingi ndani ya haya masiku. Masiku 10 yamekusanya ibada nyingi tofauti na masiku nyingine. Hakuna masiku ambayo ibada nyingi zitakutana kama masiku haya. Tukiangalia wakati wa Ramadhani, ibada zote ziko, lakini kuna moja hakuna. Kuna moja hakuna, nayo ni al-Hajj. Ibada zote tutafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani, hasa katika ile kumi la mwisho ambalo ndilo bora, lililofadhilishwa, lakini hakuna haji. Lakini ndani ya masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja utaipata al-Hajj ndani ya haya masiku 10. Ibada zote zimekusanyika ndani ya haya masiku 10. Sasa ndio maana yakawa haya masiku ni bora. Na katika masiku haya kwa uchache na kwa haraka kwa sababu ya wakati, katika mambo ambayo yamependekezwa mno na yana ujira mkubwa zaidi ndani ya masiku haya kuweza kuyafanya ni asiyam. Kwanza ni kufunga.
Kufunga ni ibada ambayo imependekezwa mno na imesisitizwa, ina ujira mkubwa ndani ya siku kama hizi. Mtu asikose kufunga, japo basi ni ile siku moja ya 9 ambayo ni siku ya Arafa. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa akifunga hizi siku 9. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga kila mwaka tangu ilipofaradhishwa, tangu iliposuniwa ibada ya Eid iliposuniwa, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anafunga hizi siku 9, na siku ya 10 alikuwa akiswali salatu al-Eid. Kwa hadithi ambayo ameisimulia Unaida bin Khalid, asema kwamba annahu kana yasumu 9 min Dhulhijja wa yawma Ashura. Mtume alikuwa akifunga siku 9 katika mwezi wa Dhulhijja na siku ya Ashura, wa 3 ayami min kulli shahr, na siku 3 katika kila mwezi ni siku nyeupe hizi, wal Ithnain wal Khamis, na Jumatatu na Alhamisi. Mtume alikuwa akifunga, alikuwa haziachi. Kwa hivyo kufunga ni ibada mojawapo katika ibada ambayo imependekezwa sana, na la pili ni kuleta takbira. Kuleta takbira ndani ya haya masiku, na takbira kuna mara mbili. Kuna takbira ambayo ni mutlaq na kuna takbira ambayo ni mukayyad, na zote hizo zimeruhusiwa, zawezekana. Mukayyad ni ile ambayo mara nyingi sisi watu tunaifanya, inaanzia siku ya 9, siku ya 9 wa baada salati al-fajr mpaka siku ya 4 ambayo ndio siku ya tashrik baada salati al-asr. Hii ndio mukayyad kwa wakati maalum, kila baada ya swala, na inaanzia siku ya 9 ambayo ni siku ya Arafa. Kuna ile ambayo ni mutlaq. Mutlaq inaanza tu pale mwezi wa mfungo 3 utakapoandama. Ukishakuandama tu basi hiyo inaruhusiwa wakati wowote, saa yoyote, mahala popote pale, haina wakati maalum. Na ndio walikuwa akitumia sana Ibn Umar na Abu Huraira. Ilikuwa kiingia mwezi wa mfungo 3, wao walikuwa wanapotembea wanapiga takbira mahala popote, ni sokoni, ni wapi, popote wanapoingia wao wanapiga takbira. Mara nyingine wakiingia sokoni wakipiga takbira, na wale waliokuwa masokoni nao wanafuata, wanaitikia zile takbira ambazo wao wanapiga. Hili ni takbira ambayo ni mutlaq, iko wazi, na yote imeruhusiwa. Ukitaka mukayyad, ukitaka mutlaq, waruhusiwa. Wewe mahala popote, kazini kwako, ugarini, uko wapi, wewe leta takbira na utapata ujira wa takbira. Haya ni mambo mawili ambayo ni machache katika yale ambayo nimeyachagua, na ni muhimu sana tukawa tutayashika na kuyazingatia na kuyatumia ndani ya haya masiku. Tutapata ujira mkubwa mbele ya Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa haya machache tumombe Mwenyezi Mungu atujalie ila dalili sana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.